Anasema kulikuwepo na mmoja katika wanawake anaishi na mwanawe katika nyumba. Mwanawe shabab, yani shabun. Mwanawe alikuwa na tabia chafu, kila siku ataingiza mwanamke ndani ya nyumba, kama tabia za vijana wetu katika karne hii ya 21. Anazunguka, akirudi kuna mwanamke nyuma yake, anaingia naye, anatoka, akirudi tena yuko mwingine. Maisha yake yanakuwa ndo hivyo tu mpaka atakapokutana na Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama. Sasa tabia hizi hazikuanza leo, zimeanza zamani. Si mwanamke wa Bani Israil akawa anaishi yeye na mtoto wake ndani ya nyumba, lakini mwanawe kila kukicha na mwanamke mpya, anaingia naye, anafanya naye machafu mpaka asubuhi. Mwanamke yule anatoka, siku ya pili analeta mpya kama kawaida yake, siku ya tatu ikawa ndo system ya life yake. Basi mama mtu akaingiwa na wasiwasi, hivi watoto hawa wa kike kila siku wanaoingia nyumbani kwa mwanangu huwa wanafanya nini? Ikabidi atafute kitu wanachofanya na mwanawe ndani ya nyumba akijue. Siku moja ikawa nizamu ya mwanamke mwingine kuingia pale ndani, lakini mama akamzuia, akamwambia la tadkhulia, usiingie katika rumu ya mwanangu, innahu ghaibun alyawma, leo hayupo. Akajua huyu ana promise, kishaahidiwa. Kwa hiyo wao kawaida wanakuja tu, akiingia anaingia ndani ya room, hatoki mpaka asubuhi. Mama leo anamwambia usiingie, mwanangu hayupo. Kwa hiyo alipoambiwa hayupo, akabadilisha njia, akageuka. Mama akaingia yeye kule ndani, ili kutaka kujua maladhi yajri fi hadha albayt, kuna mambo gani yanayojiri hapa ndani, mbona kila siku wanaingia na kila siku wanakuja mpya. Kaingia yeye, akatarakab, akafika mpaka sehemu anayotumia mwanawe kwa kulala. Mama akajifunika nguo akalala. Mtoto wa kiume akajua ndo kawaida ya wanawake wanaoingia pale ndani. Kwa hiyo alipoingia mama yake akamfanyia yale yale anawafanyia wanawake zake wanaoingia pale ndani. Mama akaona la, kumbe haya ndio yanayofanywa katika room hii. Na kitu cha ushaitani kina nguvu. Kitu chochote ambacho ni kibaya kimeharamishwa, basi kinakuwa kibaya zaidi, ima kinamvutia yule mtu au kinaleta madhara zaidi. Basi mama akapata mimba, ujauzito ule kutoka kwa mwanawe yeye mwenyewe. Alipotoka nje ikawa anafanya siri kubwa, kwa kuwa kafanya kitendo kichafu lakini ni cha aibu. Akaamua kufunga na ulimi wake asiseme katika mitaa kwamba kumbe mwanangu ndo alonifanyia haya, na mpaka mwanawe pia asimueleze kwamba ulilifanyia kitendo hiki wakati mmoja katika wanawake zako hakuweza kuingia ndani kwa sababu yangu. Akaificha ile mimba bila ya kujulikana kwamba ni ya mtoto wake, akiwa anajua yeye mwenyewe peke yake, mpaka alipomzaa mtoto, akamzaa mtoto wa kike. Akaamua kumweka baidatan anha, awe mbali na yeye, asishughulike kabisa katika mitaa kuonekana kwamba ana mtoto shabihatan bibnihi, alofanana na mtoto wake ambaye ndo babake. Basi katika maisha kuzunguka, siku baadhi ya siku mama akaeka kikao na mwanawe, akamwambia ya bunayya ala tatazawaj, mwanangu kwa nini hutaki kuoa? Akamwambia mama, sijampata wa kuoa, sijamuona mwanamke ambaye kwamba atanifaa kwa ajili ya ndoa, lakini nikishampata nitaoa. Oa mwanangu, uache machafu haya. Mtoto akamwambia mama yake, nitaoa nitakapompata mke wa kuoa. Basi katika siku za mizunguko yake akampata binti mzuri, na akaamua kwa huyu lengo langu la kuoa litakamilika hapa. Akamwambia mama yake, nimepata binti mzuri ambaye atanifaa katika maisha yangu, kwa hiyo naomba uwe pamoja nami katika kulifanikisha tendo hili la zawaji. Mama akamwambia khair,
Siku alipokwenda kumuona bi harusi mwenyewe, mama alipompiga jicho akaona ndo yule binti yake alomzaa mwenyewe, alompa kutoka kwa mtoto wake wa kiume. Basi mama akapinga, akasema usimuoe huyu, tafuta mwanamke yoyote mwingine, lakini huyu usimuoe. Kwa nini? Kila siku nanihimiza nioe, leo nimempata kuoa naambia nisimuoe. Akamwambia huyu bwana, mimi nakwambia usimuoe kama unataka kuwa na radhi za mama yako. Akamwambia mama, mimi huyu ndiye nitakayemuoa, sitaki mwingine yoyote sikuwa yeye. Basi akasema mama sawa. Kabidi amchukue yule ambaye ni mtoto wake ndo amuoe, lakini hana habari na mama anayajua yale, lakini akafunga mdomo wake asiseme kitu. Mambo yakaendelea, ikawa lile linamkereketa, linamtia uchungu katika moyo wake. Mtoto wangu nimezini naye, baada ya kuzini na mtoto wangu nimepata mimba, baada ya kupata mimba mtoto wake ambaye yeye ndo kanipa kaja kamoa yeye mwenyewe. Ama mie ni mtu muovu sana mbele ya Mungu kuliko wote. Lakini hajawahi kumuelezea mtu uovu wake. Bainaha wa baina Allah, Mungu na yeye tu ndo anajua habari. Mpaka mwanawe alifanya kitendo kile hakuwa na habari kwamba huyu ni mtoto wangu nilomuoa na nimempata kutoka kwa mama yangu. Bani Israeli walikuwa na vituko. Sio kathratu suali tu walizokuwa akimuuliza Nabii Musa, bali utakapoambiwa hadithi zote za Bani Israeli utakamata kichwa kwa uzito na majambo yalokuwa ndani huku na huku mazito mno. Basi mtume wao ambaye ni Nabii Musa alayhi salam, siku moja yule mama akamuona mtume Musa anapita, akamuuliza ila aina ya nabii Allah, unakwenda wapi mtume wa Mungu? Musa akamwambia ila miqatillah, nakwenda kuzungumza na rabbil alamin. Unakwenda kuzungumza na Allah wewe? Kwa sababu Musa, Allah anasema wakallama Allahu Musa taklima, yani ilikuwa ni mukalamatun bainahu wa baina Allah, anazungumza na Allah. Ikabidi Musa amwambie kwani ulikuwa unasemaje bibi? Akamwambia mimi nina haja kwa Allah. Utakapofika muulize Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, aina ana, mimi niko katika position gani kwake yeye? Kwa sababu kuna mambo ambayo yananisumbua katika moyo wangu, nataka kujua position yangu mbele ya Allah ni ipi. Sasa muulize Mungu akueleze, kwa sababu wewe uko karibu zaidi kujua habari zote, kwa sababu atakufungulia Mwenyezi Mungu akuoneshe, utakuja kunipa jawabu. Ikabidi Musa aondoke kwenda katika miqati rabbihi, na mwanamke yule yuko pale Sabira anamsubiri Nabii Musa aje ampe feedback ya maombi aliyompa. Musa alipokwenda kuzungumza na Allah akazungumza alokuwa amepanga kuzungumza, lakini haikuipeleka ishu ya mwanamke yule kwa Allah, kwa sababu binadamu mara nyingi anasahau. Musa kasahau. Mwenyezi Mungu akamwambia Musa, unaondoka? Akamwambia ndio ya Rabb, nimemaliza. Akamwambia je, umesahau matlaba alokuomba mja wangu yule, kwamba uje uulize nini kwa Mola wake? Akasema ya Rabb, kweli nimepata bibi mmoja huko kanambia aina hiya, yuko katika position gani kwako wewe ya Rabb? Basi nakuomba unieleze ili nikampe habari kwamba yuko wapi. Nabii Musa, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amwambia mwanamke yule, kama anataka kujua position yake bibi yule, Nabii Musa, tizama katika mkono wako wa kulia. Nabii Musa akafunguliwa, akaona khairi tupu, mambo mazuri, mambo ambayo kwamba ni ghali. Musa akatamani yeye ayapate mambo yale. Akasema bibi yule ama mkarimu na mtukufu kama yeye hakuna. Mungu anampa position hii kwa amali gani basi aloifanya? Ikabidi arudi. Akamwambia hakika bibi wewe, suala uloniambia nimuulize Allah, akanionyesha vitu ambavyo mimi nimevitamani kuvipata. Uko katika position nzuri sana.
Yule bibi akashangaa, nimezini na mtoto wangu, nimepata ujauzito, kaolewa binti yangu ambaye ni mtoto wake, mtoto wangu, tena Mungu kaniweka katika position nzuri. Bwana usinitanie, niambie Mungu kaniweka wapi? Akamwambia mambo mazuri tunaooleshwa mimi. Akasema wallahi siamini, mimi nimefanya hili nikafanya hili, mtaa mzima mimi naogopa kwa aibu niloifanya, mchafu kama mimi hakuna. Akaitoa ile habari yote akamwambia Nabii Musa alayhi salatu wassalam, hebu kaniulizie vizuri kwa Mungu, kweli umemwambia ndo mimi? Akawa namshuku Nabii Musa labda kamtaja mwanamke mwingine. Nabii Musa akasema ya Rabbi, kwani bibi yule vipi? Anakuuliza tena hali yake vipi? Mwenyezi Mungu akamwambia hebu tizama upande wako wa kushoto. Akaona narun tataajjaj, akaona moto unaunguruma. Musa akasema mbona hii habari complicated? Umenionyesha upande wa kulia ukanionyesha neema za bibi yule ukaniambia, sasa hivi unanionyesha upande huu unaniambia hii nakama ya bibi yule vile vile. Sasa mtu mmoja huyu atakuwaje na mambo haya yote mawili? Allah akamfungulia Nabii Musa habari ile, akamwambia yule bibi kafanya machafu mazito mno, lakini kana dhalika sirrun baini wa bainaha, ilikuwa hakuna kiumbe yeyote mwingine anayejua, ilikuwa ni mimi na yeye tu. Na yeye alionyesha kujuta katika masala yale, na kwa sababu ikawa ni siri kati yangu mimi na yeye, hajamwambia mtu yoyote, na mimi nikawa naifanya siri kati yangu mimi na yeye. Lakini alipoanza kuporojoka akawa anazisema siri zile, basi mahala pake ni hapa mkono wa kushoto. Mwambie huyo sehemu yake ni hii mbaya, kwa sababu ya mdomo wake wa kuyasema machafu yake alikuwa akayatenda. Machafu yako uloyatenda mwambie Mungu, usimwambie mtu mwingine kibarazani. Atakusaidia na nini? Nini atakachosaidia nacho mtu ukimwambia jana nililala hivi, nikaamka hivi, nikafanya hivi? Atakusaidia na kitu gani isipokuwa kukuona mtu mpumbavu, huna akili, huna heshima, huna hikma, huna insaf. Ni mtu ambaye Bwana Mtume anasema mathala ar-rajulu alladhi yunshiru sirra al-mar'a wal-mar'a allati tunshiru sirra ar-rajul mathalahuma an-nabiyyu bi shaytanin ya'ti shaytanan fi at-tariqi wan-nasu yanzurun. Bwana Mtume kamfananisha na shaytani wa kike na wa kiume wakifanya tendo la ndoa njiani na watu wanawatizama kwa sababu ya kutoa siri zao za nyumbani. Alhasil tunafundishwa kwamba isiwe mtu ana tabia ya kutoka nyumbani na siri yake ya nyumbani akaieneza mbele ya watu tena. Angalia Mtume Ibrahim alipokuja kumtembelea binti mwanawe Ismail katika mji wa Makka, alichukizwa mno Mtume Ibrahim. Unajua kwa nini alichukia? Aliuliza habari ya nyumbani pale, maisha tu yanavyoendelea, mnaendeleaje na mumeo? Binti akaanza kuporojeka, kutokea niowe tu hakuna habari yoyote nzuri tunayosikia nyumbani, mambo yametuzidi kwa mabaya, mume wangu ndo mume jina tu. Akazungumza mambo ambayo Nabii Ibrahim sio alotaka kuuliza. Ikabidi Nabii Ibrahim akamwambia basi mume wao akija mwambie ghayyir atabata babi, badilisha kizingiti cha mlango hiki hakifai. Ala, umekiona hakifai? Basi Ibrahim akaondoka. Akirudi anapewa salamu, kaja mtu hapa kaniambia hivi na hivi, ananiuliza maisha yetu, nimemueleza, kanaambia badilisha kizingiti cha mlango. Ismail akasema dhaka abi, huyo ni baba alokuja, waqad amarani an utalliqaki. Na alivyosema badilisha kizingiti cha mlango alikuwa anasema ni kuache, unifai. Nini sababu ya kuachwa kwa mke huyu? Kwa sababu ya kutoa siri za nyumbani. Leo tumekula hichi, mke wangu fukara, mke wangu hana mbele, mume wangu hivi, mume wangu kadha. Siri ambazo ni siri zenu wewe na yeye unazitoa kwa mtu mwingine. Ibrahim akaona huyo kama kaniambia mimi na hanijui mimi nani, kwa sababu hakusema kwamba mimi ndo mkwe wako au mimi ni jamaa yako, hakumwambia. Kaona mgeni tu kaja na kamwambia yote ambayo yanafaa nyumba ina kuta 4 na ina mapazia, kwa sababu kile kilichokuwa ndani kibakie pale pale.
Kuna watu katika sifa ya maisha yao anasema yaftarishuna al-ard wa yaltahifuna as-samaa, kitanda chao ni ardhi, bedsheet yao ni mbingu, lakini usikii hata kilma katika mitaa, yani kinaya ya kuishi katika dhiki kubwa. Lakini yahsabuhumul jahilu aghniyaa min at-ta'affuf la yasaluna an-nasa ilhafa, watu watawadhania kwa wao wametosheka, ni matajiri wakubwa, kumbe hawana chochote kwa sababu ya hali yao ya maisha na ndimi zao wamezikontroli. Basi sio kukiwa na shida kidogo nje mitaani kila mmoja ana habari ile, kukiwa na matatizo kidogo mwanamke kishatoka, mnajua mume wangu leo kafutwa kazi, basi ndo hivi na hivi na vile na vile, msaidieni, hana kitu, msaidieni hivi na hivi. Maadamu wewe umeolewa, angalia babu zawaj, angalia adabu alizofundisha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Uislamu, mtu aishi vipi. Lakini kitu cha kutoa siri za nyumbani ni kitu kibaya. Ikabidi Ismail awe mke mwingine. Ibrahim akarudi katika ziara yake ya pili, akauliza mkewe wa pili wa Ismail, kaifa halukum, mnaendelea vipi maisha yenu? Na maisha ya mwanzo na ya pili hayakubadilika, yalikuwa sawa sawa na ya pili au yale ya mwanzo. Bibi akasema, khairan, mimi na mume wangu tunaishi katika khairi kubwa. Hakuna watu walioneemeka kama sisi wawili. Sisi tunachopata tunakihimidi kwa Mwenyezi Mungu, kushukuria. Ibrahim akafurahi akasema, alhamdulillah, mwanangu sasa kapata mke. Akamwambia akija Ismail mwambie thabbit atabata babik, kiitilie tajdid, kiweke madhubuti kizingiti cha mlango. Basi Ibrahim akaondoka. Ismail aliporudi akapewa salamu na mke wake, kaja mgeni shakli yake kadha, na kanihusia kwamba ukija nikueleze kwamba kizingiti cha mlango ukifanyie tajdid, renovation, kibakie hasa. Mwanamke anakitizama anasema, na mimi nakiona kizingiti hiki hakina matatizo, sijui kwa nini kasema kifanyiwe tajdid. Akaambia, sio kizingiti bwana, kizingiti ndo wewe. Kaniambia baba yangu nikukamate, ukinitoka wewe sidhani kama nitapata mke mzuri kama wewe, kwa sababu ya mdomo wako mzuri. Kwa hiyo wanawake challenge hii wanapewa katika hadithi ya Sayyidina Ibrahim na mwanawe Ismail. Ndivyo wanavyoishi na waume zao kule majumbani, ndivyo wanavyoishi na wake zao wanaume, ndivyo wazazi wanavyowafundisha watoto wao hivi. Kwa hiyo it is a challenge kwa ummatul islamia. Siri kuitoa ni miongoni mwa madhambi makubwa, na vile vile yatamkosti mtu kukaa katika manzilatin ashari manzila yaum alqiyama.